kwamba kwa miaka miwili nyuma nilikuwa naandaa mashindano ya kusoma Qur'ani kwa watu celebrities na mastaa pamoja na wanahabari watangazaji. Mwaka wa kwanza alishinda ndugu yetu Ngoda pamoja na washiriki wengine walioshindana, lakini mwaka jana nafahamu aliyeshinda ni nani. Bahati mbaya si yuko wapi, nitegemea awepo hapa, na akafanikiwa kwa ushindi ule kwenda Maka kwa ibada ya umra, na tuliahidi lakini tukatekeleza. Na mwaka huu kama season 3 tutafanya tena, lakini tutaongeza wigo. Mwaka ile ilikuwa ni mastaa celebrities, lakini tutaongeza wigo na wanasiasa. Mashindano ya kusoma, sisi sio kuhifadhi. Kuna mashindano mengi yanafanywa siku hizi ya kuhifadhisha Qur'an. Kuna wenzetu wakubwa, kaka zetu wanaandaa na mama zetu wanaandaa mashindano makubwa sana. Kila pembe ya nchi sasa hivi kuna mashindano ya hasa mwezi wa Ramadhani ya kuhifadhi Qur'an. Qur'an ni kitabu kilichoshuka au kilichoteremshwa ndani ya mwezi huu wa Ramadhani. Ndio maana mtu ambaye labda hajui anaweza kwa nini yani Qur'ani mashindano mengi nasomwa sana Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani. Sababu ndio mwezi ambao Qur'ani imeteremshwa, na kwetu Uislamu tumehimizwa sana tusome Qur'an hususan katika mwezi huu. Ndio maana inafanyika hii, Waarabu wanaita misabaka ya mashindano tofauti tofauti. Hata mimi kwa miaka hii miwili nikaona kuna kundi fulani la watu Waislamu wanafanya sanaa, wanafanya burudani, wanatangaza, lakini hawajulikani kama wao wanasoma Qur'an, ili kufanya inspiration kwa vijana. Unajua kuna mtu mwingine akimuona star wake, hero wake anasoma Qur'an, naye anakuwa motivated. Ile motivation inamjia ya kwamba fulani kasoma Qur'an, lazima na mimi mwakani nisome, au lazima niende madrasa nikajifunze Qur'an. Anamuona star wake, anamuona. Kwa hiyo ilikuwa lengo ni hilo, na alhamdulillah limefanikiwa. Tumeona watu wengi sasa wanaendelea kusoma Qur'ani. Lakini mwaka huu tumepanua wigo, tumesema tuwatumie na wanasiasa. Na kwa kuwa mimi niko katika kundi sasa la politicians, nikasema tuende na wanasiasa. Tutaanza na waheshimiwa mawaziri, wabunge pamoja na madiwani, hususan madiwani wa jiji la Dar es Salaam na viongozi wa vyama vya siasa. Tutafanya kidogo katika ukubwa, tutaongeza namba. Ukiacha wale mastaa wetu celebrities, lakini tutaongeza namba ya waheshimiwa viongozi wanasiasa wa vyama vyote na wa serikali pamoja na waheshimiwa madiwani. Natarajia mashindano ya mwaka huu, sababu kama mnavyofahamu utaratibu wangu, zawadi za mshindi itakuwa kubwa, lakini nini kitakachopatikana lazima tuwe na ile muendelezo wa taarifa. Lakini leo nilikuwa nataka tuniwape taarifa. Mashindano haya yatafanyika kwenye viwanja vya Karimjee. Nafahamu Karimjee? Karimjee ni ukumbi maarufu, pengine labda ni ukumbi wa kwanza mashuhuri zaidi katika nchi hii. Hata bunge la kwanza la Tanganyika na Tanzania ilifanyika kwenye ukumbi wa Karimjee. Na kabla hapo ukumbi ule ulikuwepo ukiwa chini ya halmashauri ya jiji, ujengwa na familia maarufu ya kina Karimjee, ambao bado vizazi vyake vipo hapo.